Mtazamaji, ni zidi kukutaarifu. Afisa wa polisi aliyekuwa akilinda karatasi za mtihani wa KCSE zikisafirishwa kwenda shule ya upili ya Mahero katika eneo la Lego Usonga, kaunti ya Siaya, aliuawa leo asubuhi. Afisa huyo alikuwa na mwenzake na meneja wa kituo waliposhambuliwa na watu wasiojulikana wenye silaha. Kwingineko, rubani na abiria wake wawili walipata majeraha baada ya helikopta waliokuwa wakisafiria kuanguka katika kaunti ya Wajir. Watatu hao walikuwa wakielekea kukusanya karatasi zilizoandikwa ama zilizofanywa na watahiniwa katika mtihani wa KCSE. Kulingana na wenyeji wa eneo hilo, inakisiwa kwamba afisa huyu alikumbana na mauti yake pindi tu aliposhuka katika gari lilokuwa likisafirisha karatasi za mtihani kutokana na hali mbaya ya barabara, na ghafla akavamiwa na watu wasiojulikana. Naona watu wanapita mbio, wanateremka. Kuna wengine wanatoka na majembe pande hii ya juu ya chini huku wakitoka kwa shamba. Naona pia wanateremka mbio. Sasa sikujua kitu imeendelea. Nikasema acha nimalize shamba yangu kwanza ndio nifanye nini ndio niende. Hata kufika kwa barabara nilisituka sana, tu wameua ofisa, nimeshangaa sana. Ngoza maafisa wa usalama kuzuru eneo hilo la mkasa, kamishna wa kaunti ya Siaya Julius Otieno aliandamana na kamanda wa polisi Cleti Kimayo, na walifika katika eneo hilo na kumkimbiza afisa aliyonusurika hospitalini. Kamishna Otieno ameomba wenyeji kuwa na subra, huku maafisa wa polisi wanapoendelea na uchunguzi kuchunguza chanzo cha mauaji hayo, na kumuomba yoyote aliyo na taarifa kupiga ripoti kwenye kituo cha polisi. Hata kama ni wageni, si tumejua wamepita barabara gani, wameelekea wapi. Lakini singependa wananchi mwage mtama penye kuku wengi. Najua wengi wenu sasa mnauoga, kwa hivyo kama una habari unapeana kwa siri. Polisi hawatafaulu kama hawatashirikiana na raia. Na mimi najua kwa ushirikiano wenu, vile county commissioner amesema, tutashika hao watu. Na mimi kama county police commander, hatutalala kama polisi kama hayo mapunduki bado yako katika mikono ambaye they are not authorized. So hatutalala kwa sababu ile kitu imefanyika leo itakuwa kidogo na ile kuliko ile kitu itafanyika hao watu wakiwa na hiyo mapunduki. Watatatisa nyinyi zaidi kuliko vile wametatisa sisi. Tumeelewana wananchi? So tunataka ushirikiano wenu na maafisa wa polisi. Kwingineko, rubani na abiria wake wawili walipata majeraha mabaya baada ya helikopta waliokuwa wakisafiria kuanguka huko Wajir, ripoti zikionyesha kuwa watu hao watatu walikuwa wakielekea Abadan ndani ya kaunti ya kaskazini mwa Kenya kukusanya karatasi za mtihani wa KCSE unaoendelea. Eli Lusigi, TV 47.